Amani ya Kristo iwe nanyi wanafamilia ya Bwana. Una amani ya Kristo, mrithi mwenzangu katika Kristo Yesu. Ninakukaribisha kwa bashasha kabisa katika kipindi chetu cha imani ya Kristo ni urithi wetu. Leo katika kipindi chetu ninakuletea simulizi ya nabii wa Kristo ambaye ni mwandishi wa vitabu vitano katika Biblia. Kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Mtu ambaye kuzaliwa kwake alizaliwa Misri, ila akawa na uraia wa nchi mbili, yaani ufalme wa Mungu na Misri ambayo ni picha ya dunia. Naye huyu si mwingine, ni yeye yule aliyeandaliwa kuwa mfalme wa taifa la Misri, naye si mwingine ni Musa. Mwanafamilia ya Mungu Sonship Spirit TV, je, unajua ni nani alimhubiria injili ya ufalme wa Mungu Musa? Ni nani alimjulisha Musa kuwa yeye ni Mwisraeli na si Misri? Ni nani alimjulisha Musa namna ya kumjua Mungu na kumsikia Mungu, aliyejitambulisha kwake akiwa utumwani alikokimbilia Midiani, akiwa anachunga mifugo ya mkwe wake kwani Yethro wa Midiani? Mungu kujitambulisha kwa Musa kwa yeye ni Mungu wa baba zake Abrahamu, Isaka na Yakobo ni ushahidi tosha kuwa Musa alielezwa juu ya utaifa wao na juu ya imani ya Kristo waliokuwa nayo Waisraeli, licha ya kujikuta yupo kwenye kasri la Farao, mfalme wa Misri. Biblia katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 inatuonyesha juu ya taarifa mbaya kwa Waisraeli, lakini Mungu anaigeuza taarifa hiyo kuwa ya ushindi. Taarifa juu ya kuuawa kwa watoto wenye umri chini ya miaka 2 wa kiume. Katika hali tete ya tangazo hilo, Musa anazaliwa. Musa anafichwa kwa miezi 3, inashindikana. Wazazi wake wanaamua kumtengenezea kisafina walichokisiriba kwa matete na lami nje na ndani, wanakiweka kando kando ya mto Naili. Dada yake na Musa anajificha ili kuona mdogo wake ataishia wapi. Tunaona tangazo la hatari likiishia kwenye mikono salama ya Mungu. Tunamwona binti mfalme aliyekuwa tasa kwa muda mrefu akienda mto Naili kubarizi, anakutana na muujiza wa mtoto. Dada yake na Musa anampata binti mfalme na kumuuliza, nikuletee mama wa kumlea mtoto? Binti mfalme anakubali. Hatimaye Musa anarejea kwenye himaya ya familia yake, huku Musa akilelewa na mama yake ambaye ndiye yaya wa binti mfalme. Vyanzo vingi vya Biblia kama Jigel Commentary vinatupa habari njema juu ya makuzi ya Musa. Mama yake na Musa alitumia nafasi hiyo kumweleza Musa juu ya habari njema za Mungu aliye hai na si habari za miungu ya Misri. Hivyo imani ya uzao wa Mungu, imani ya Kristo, iliweza kurithishwa kwa Musa kupitia mama yake. Mwana wa Mungu, tuambie, imani ulionayo ni nani alikuhubiria? Ni nani alikufunulia? Je, ni baba, mama, kaka au dada? Tuandikie hapo chini. Usisahau, kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumanne saa 12 jioni. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Witness Godson. Shalom.